Siku ya jana kuamkia siku ya leo ya Machi 19, viongozi kutoka huko nchini Marekani pamoja na nchini Urusi, na maanisha rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin na rais kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Donald Trump waliweza kufanya mazungumzo ya simu kwa muda wa takribani dakika 120 wakizungumza kuhusu usitishaji mapigano baina mwa Urusi na nchi ya Ukraine, ambako viongozi hao pia na maanisha rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump walifanya mazungumzo kwa njia ya simu yaliyodumu kwa muda wa masaa mawili wakijadili suluhu ya amani kwa mzozo wa Ukraine, ambako ikulu ya Kremlin, yani ikulu kutoka nchini Urusi, iliweza kuripoti ya kwamba viongozi hao wawili walizungumza kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa siku 30, kubadilishana wafungwa na usalama wa baharini, huko Putin akijibu vyema mapendekezo kutoka kwa rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Viongozi wote wawili walionyesha nia ya kurekebisha uhusiano wa Marekani na Urusi, wakikubali kuendelea na mazungumzo kuhusu usalama wa kimataifa, ushirikiano wa kiuchumi na hata mabadilishano ya kitamaduni kama vile mechi za magongo za NHL, KHL. Mazungumzo ya simu kati ya Vladimir Putin na rais wa Marekani Bwana Donald Trump yalifanyika Machi 18 ya mwaka 2025, ambako akithibitisha dhamira yake ya kusuluhisha mzozo huo kwa amani, rais kutoka nchini Urusi Vladimir Putin alionyesha utayari wa kufanya kazi kwa karibu na washirika wa Marekani katika suluhu ya kina na ya kina zaidi, ambako Putin alisisitiza ya kuwa makubaliano yoyote lazima yawe endelevu na ya muda mrefu, yakishughulikia sababu za mzozo huo huku ikizingatiwa maslahi halali ya usalama wa Moscow. Kuhusiana na mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha mapigano kwa siku 30, upande wa Urusi uliangazia masuala muhimu, ikiwa ni pamoja na ufuatiliaji madhubuti wa usitishaji mapigano katika mstari wa mbele wa kivita, kusitisha uhamasishaji wa kulazimishwa nchini Ukraine na kusimamisha uwekezaji silaha tena wa jeshi lake. Urusi pia iliweza kubaini hatari kubwa kutokana na historia ya Ukraine ya kuhujumu makubaliano ya hapo awali na kuashiria mashambulizi ya kigaidi yaliyofanywa na wanamgambo wa Ukraine dhidi ya raia katika jimbo la Kursk nchini humo, ambako pia ilisisitizwa kuwa sharti muhimu la kuzuia kuongezeka zaidi na kufanya kazi azimio la kisiasa na diplomasia au kidiplomasia ni kusitishwa kabisa kwa misaada ya kijeshi ya kigeni na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine, ambako kujibu ombi la hivi karibuni la Donald Trump la kuhakikisha usalama wa wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa katika mkoa wa Kursk huko nchini Urusi, Putin pia alithibitisha ya kwamba Urusi inaongozwa na masuala ya kibinadamu, ambako alimhakikishia mwenzake yani Trump ya kuwa wanajeshi wa Ukraine watakaojisalimisha watapewa usalama na kutibiwa kwa mujibu wa sheria za Urusi na kanuni za kimataifa za kibinadamu. Wakati wa mazungumzo hayo, Trump alipendekeza makubaliano ya pande zote mbili ya kujiepusha na kugonga miundombinu au kushambulia miundombinu ya nishati kwa siku 30, ambako pia Putin alikaribisha mpango huo na mara moja akaamuru jeshi la Urusi kutekeleza hivyo. Pia Putin alijibu kwa njia inayofaa pendekezo la Trump kuhusu usalama wa baharini katika Bahari Nyeusi, na viongozi wote wawili walikubali kuanzisha mazungumzo ili kuboresha zaidi maelezo ya mpangilio kama huo. Putin alimfahamisha Trump kuwa mnamo Machi 19
Urusi na Ukraine zitafanya mabadilishano tayari ya wafungwa yakihusisha wafungwa 175 kutoka kila pande. Zaidi ya hayo pia, kama ishara ya nia njema, Urusi itahamisha wanajeshi 23 wa Ukraine waliojeruhiwa vibaya ambao kwa sasa wanapokea matibabu katika hospitali za Urusi. Viongozi wote wawili walisisitiza kujitolea kwao kuendelea na juhudi za kusuluhisha mzozo wa Ukraine kwa pande mbili, wakijumuisha mapendekezo yaliyojadiliwa ili kuwezesha hilo. Vikundi vya wataalamu wa Urusi na Amerika vitaanzishwa rasmi. Putin na Trump pia walijadili masuala mapana ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na hali ya Mashariki ya Kati na eneo la Bahari Nyekundu, ambako walikubaliana kuratibu juhudi za kuleta utulivu katika maeneo yenye mgogoro na kuimarisha ushirikiano katika kutoeneza kwa silaha za nyuklia na usalama wa kimataifa, ambayo kwa upande wake itaboresha hali ya jumla ya uhusiano wa Marekani na Urusi. Ikiwa mfano chanya wa ushirikiano huo ulikuwa kura yao ya pamoja katika Umoja wa Mataifa kuhusu azimio kuhusu mzozo wa Ukraine. Viongozi hao wawili pia walionyesha nia ya kuheshimiana katika kurekebisha mahusiano baina ya nchi hizo mbili kwa kutambua wajibu wa pamoja wa Urusi na Marekani katika kuhakikisha usalama na utulivu wa kimataifa, ambako katika muktadha huo pia walichunguza maeneo mbalimbali kwa ajili ya ushirikiano unaowezekana, ikiwa ni pamoja na mijadala kuhusu ushirikiano wa kiuchumi na nishati wenye manufaa kwa pande zote mbili. Trump aliunga mkono wazo la Putin la kuandaa mechi za hockey nchini Marekani na Urusi kati ya wachezaji kutoka NHL na KHL. Marais hao pia walikubali kuendelea kuwasiliana juu ya mambo yote yaliyojadiliwa kuhusu uhusiano wa nchi hizo mbili na kumalizika kwa vita huko nchini Ukraine.